wakamhukumu Yesu ameenda kwa ujirani. Halo. Uzima hahitaji, anahitaji tabibu ni kama nauza aliyekamili. Haleluya. Kama kila mtu Bwana asifiwe sana. Amen. Nisikize vizuri, ikiwa injili ya leo itakuingia, kuna vitu ambavyo nataka unikamate vizuri, ambavyo naomba kwako viwepo. Amen. Nisikize vizuri, maadui wa mtu ni wamjuao, na watu wamjuao ndio wanaweza kusimama wakatoa ushuhuda wako. Amen. Amen. Amezaliwa tunamuona, si mwana fulani huyu, mamake si fulani, babake si fulani, ndugu zake dada zake si fulani, si ameishi amezoropa akikuwa, imekuwaje alivyo sasa? Kabisa. Nataka kuwe na maneno kama haya. Amen. Watu wanaokujua vizuri, wanaoweza kukuongelea vizuri, waliokudharau miaka yote, waliokutukana miaka yote, waliokuandareti miaka yote, waanze kuulizana, na huyu ni nani? Si huyu ni fulani, si amezaliwa mahali fulani, mamake si fulani, babake si fulani, hata elimu ya haji hakupata, mbona yuko hivi? Imekuwaje? Amen. Watajaji Yesu wa Nazareti ameingia ndani yake. Nauliza hapa ni nani aliyekamili? Na mkajibu hakuna, maana kila mmoja anataka. Lakini ufikie wakati baada ya injili hii watu waje waketi vikundi waulizane, who is this? Mbona yuko hivi? Ni nani huyu? Mbona yuko hivi? Tunamjua alivyoanza, tunamjua alivyozaliwa, tunamjua alivyosoma, elimu ya haja hana, kazi ya kujua kubwa hana, imekuwaje amesonga? Tunamjua kazi zake, huyu ni fundi wa cherehani, tunamjua kazi zake, huyu ni dereva wa kawaida, tunamjua kazi zake, huyu ni fundi wa kujenga kawaida na makabio, tunamjua kazi zake, ni mtu wa kwenda kuja kwa Arabu, tunamjua kazi zake, anakuja protini kwa mzungu. Imekuwaje kwa maisha haya? Amen. Yesu mtukufu. Amen. Kwa sababu Yesu amekuja kutafuta wagonjwa. Wagonjwa ndio wanahitaji daktari. Mgonjwa ni mtu ambaye hafanikiwi kiafya, hafanikiwi kiuchumi, hafanikiwi kibaraka, hafanikiwi kindoa, hafanikiwi chochote anachohitaji, hafanikiwi. Gonjwa huyu anahitaji mtibabu. Ni Kristo ambaye anaingia hapa leo kwa ajili yako. Amen. Amen. Luka 18 9-14, twende naye. Akawaambia mfano huu, watu walio jikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Watu walio jikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Imeandikwa kwa jikinai bana. Watu walio jikinai. Akawaambia mfano huu, watu walio jikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru.
Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Ndio. Kutoa sadaka katika maombi yote. Amepiga magoti. Amepiga magoti. Anaomba. Amepiga magoti anaomba. Na hapa kuna mwenzake amepiga magoti anaomba. Wote wa madhabahuni wanaomba. Lakini sikiza maombi ya Farisayo, maombi ya mtu wa dini, maombi ya anayesema ameokoka, maombi ya mhuduma, maombi ya mpasita, maombi ya mtu aliyekoseka. Twende tu. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Kutoa zaka katika mapato yangu yote. Ndio. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali. Ndio. Wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Ndio. Bali alijipiga kifuani akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Endelea. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amesamehewa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakweza. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu nisomee tena vizuri hapo. Mstari wa 14. Nataka usome neno hapa, wewe wa kuokoka. Ndio maana miaka yote uko church haufanikiwi, kwa sababu ya kujiinua na kujifanya kuwa na haki na kumtaji mwingine ati ana dhambi, ati hafai. Sikiza, utaanguka mchana saa 6. Na katika huduma tulionayo hii unaweza ukatoka bure, watu wakatoka wanafanikiwa. Aliye kamili hapa ni nani? Sasa kila mtu. Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri. Leo Yesu anataka aongee na mtu uso kwa uso. Uso kwa uso. Mtu ambaye ameng'ang'ana maisha yake bila kufanikiwa. Leo aje itaongea kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla hujafikia mahali hapo, tengeneza maisha yako kwanza. Kabla hujafikia mahali ya kwenye ardhi, uinenee mpaka ikusikie umejiwekaje. Huwezi kuinenea na umejaa kiburi kakusikia, inakutema. Au yukambie, please welcome to me. Nikumeze kisita chini. Nimemeza tu. Imemeza jana, ilikuwa inameza watu wengi sana, na hata sasa hivi asubuhi kabla hujatoka mwingine napita anaenda kumeza tena. Hii inaikanyaga. Iangalie vizuri, is very sweet but too sour. Mstari wa 13. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Mstari wa 14. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amesamehewa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Nyenyekea mbele za mkono wa Mungu ulio hodari, naye tuko hapa tukwezwe. Amen. Lakini kabla hujakwezwa, nyenyekea. Usipee mwenyewe, usijipeze, usipee. Waswahili wananicheka, waliangalia kwenye kamusi. Usikwee mwenyewe. Wanasema siku hiyo, usikwee, usijipeze. Sawa sawa. Najikweza, nakwea. Shuka
chini kwa ajili ya Bwana. Amen. Nyenyekea mbele za Bwana. Fanya mtu mwingine kuwa mobe kadhaniu. Amen. Fanya mtu mwingine kwa maana na muhimu kuliko nyenyekea. Amen. Farisayo anaomba, Bwana nakushukuru mimi nimeokoka na funga. Hata kama unafunga unamwambia nani hapo? Nafunga, natoa zaka. Mimi hapa si kama huyu. Yaani hapa unaomba na unahukumu wenzako hapo kwa hapo, utaenda bure. Hata kile umekuja nacho utakiacha hapa. Nisikize vizuri. Hospitali watu ndio wanapona. Lakini sio watu wanakufa. Huko hospitali ndiko watu wanapona. Lakini tambua kwamba moja limejengwa hapo hapo. Karibu sana. Ukienda kulazwa wodi, kitanda hakina mtu, uliza aliyetoka hapa ameenda wapi? Mbona hakina mtu hiki kitanda? Uliza majirani hata waje. Na wewe unaenda hapo hata hiyo mtoto hakijaondoka hapo kitandani. Na wewe wewe nisikize vizuri na kumpeleka taratibu leo. Sikiza, leo sitaki kusema pepo toka, mtoe mwenyewe au abaki hapo. Yes, mtoe mwenyewe, maana ukimtoa mwenyewe harudi tena. Yes. Lakini kimtoa mimi atarudi tena, kwa sababu watasema alinitoa nipata na sahihi ameenda kwake, bado mimi na mtu wako. My friend, unajua tumeishi sote miaka mingi. Sasa unataka niende kwa nani? Msifuate pake wewe. Unakuja. Haya karibu. Kwa hiyo nataka leo kama uko mtaka atoke, atoke wewe yeye. Kabla kama nitoka atoke nijumbe hapa. La isitoi. Na kufundisha ili atoke mwenyewe. Na kama utatoka fredi, abaki hapo. Abaki hapo ndani. Wow. Ukisikia unaona mtumishi lala hapo kitini, lala. Lala kabisa. Ukisikia unasinzia, funga macho yote mawili. Lala. Tena ukae kwa hapa. Bwana mbariki alale sana. Maana sasa tunakundana kazi kosa. Hiyo sasa inasemaje? Kongoro. Bwana sifiwe sana. Amen. Ninakupeleka taratibu. Leo sitakifujo. Mdogo mdogo na sina muda mrefu. Nikitoka hapa naenda kujipiata ushauri sitaki. Labda wewe unakosea tu. Lakini kama ni fasta niombe. Hapana. Amen. Leo hakuna mtu kufungwa maleso hapa. Hizo nguo nyekundu muziki. Kama utanisikia vizuri injili hii wewe. Amen. Upe makofi mazuri. Ninapoendelea kufundisha, halafu rusha macho uangalie huyo, uangalie hiyo adi iliyo madhabahuni, halafu ulize moyo wako, mateso ya yote ya madhabahuni. Mungu, 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 leo, sikiza vizuri. Hii ni nini? Mchana. Hii si mchana. This is your flesh. Yes. Huu ni mwili wako. Yeah. Na ukiuleta hapa, ujue umefanya umeoza tayari. Umerudi shambani. Sawa? Yes. Hii ni mavumbi. Na sisi ni mavumbi. So ukileta mavumbi hapa,
umeleta nafsi yako na mwili wako, umejirudisha mavumbini, bado Mungu kwa mavumbi haya akuumbe upya. Amen. So after this service utakuwa umeumbwa umbo jipya, mtu asiye na mawaa, mtu asiye na laana, mtu asiye na magonjwa, mtu asiye fadhaika, mtu mtakatifu, mtu anayeongea na Mungu uso kwa uso. Maana Mungu alikuwa akitembea bustanini wakati wa jua la kufunga, anaenda kuona wanadamu, wanaongea mambo yao. Mwanangu, umeshindaje? How was your day? Kumekuwaje leo? Dadi, kumekuwa sawa. Mungu na ajabu wanaongea wakati wa jua la kufunga, kabla hawajafanya dhambi, kabla hawajatengwa na Mungu. Adamu walikuwa mavumbi, Mungu aliumba mavumbini. Mungu akampulizia pumzi ya uhai, akatembea, akamweka kwa bustani, akamtembelea kila jioni. Mchanga wake akautembelea kila jioni, mchanga wake akautembelea, mchanga wake akautembelea. Na wakati mchanga ulipokosa, akasema kwa sababu wewe ni mavumbi, wewe mavumbini na kwa sababu sisi mavumbini na mavumbini kwa tumerudi, tumechukua mavumbi yetu kumrudishia Mungu. Siri sana, siri. Nisikize vizuri, aliyekiroho peke yake atanielewa, asiyekiroho haelewi kitu. Wewe mavumbi, wewe songa nywele hapa ndefu kama mkune, wewe mavumbi. Wewe vaa suti tu hapa ya kungarangara, wewe mavumbi. Wewe vaa kiatu kizuri tu hapa kutembelea, wewe mavumbi tu. Bwana sana. Wewe kasema wewe mavumbi tu. Wewe mavumbi tu, wewe mchanga tu, wewe mchanga. I love you, you love mchanga. Mchanga. Dunia ile. Bwana sana. Unapendeza sana, unapendezwa na udongo. Yes. Hiyo ni udongo kuna wako. Na leo udongo utaongea. Amen. Leo udongo utaongea. Amen. Leo udongo utaokoka. Amen. Lakini kabla hapo, na kupeleka station nyingine. Tumetoka station ya kuwadharau wengine. Wewe station nyingine. Huwezi kuongea na Mungu kabla huja samehewa mwenyewe. Twende ile mstari ya kwanza niliyokupa. Wakwambia andika hiyo, adalali hiyo, ada Luka 6:37. Twende nani? Hapo ni kuna mwingine hapo ndio kaisoma. Tunaenda vizuri. Luka 6:37. Msihukumu, nanyi hamtahukumiwa. Yes. Msilaumu, yes, nanyi hamtalaumiwa. Ndio. Achilieni, nanyi mtaachiliwa. Ndio. Rudia tena. Msihukumu, nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu, nanyi hamtalaumiwa. Achilieni, nanyi mtaachiliwa. Nisomee tena vizuri. Msihukumu, nanyi hamtahukumiwa. Hamtahukumiwa na mtu. Msilaumu, nanyi hamtalaumiwa. Achilieni, nanyi mtaachiliwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri. Ikiwa hutaki kulaumiwa, usilaumu. Amen. Ikiwa hutaki kuhukumiwa, usihukumu. Amen. Maana kipokea utamtia mwenzako, utaliwa na hicho. So ukitaka kumuona Mungu, penye acha kulaumu watu, na unalaumiwa. Mbele za Mungu, najua kabisa umefanya dhambi na unastahili kulaumiwa, lakini kwa sababu umetoa kulaumu wengine, basi una bahati ya kutolaumiwa. Amen. So usilaumu, usilaumiwa. Siri ya wokovu ni kutolaumu. Amen. Siri ya kwenda kwa Mungu ni kutolaumu. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Siri ni kutolaumu.
kama huu mchanga ni wangu upeleke pale. Kama ni wa kwako chezea. Kama uko chezea, kama ni wa kwangu peleka pale. Bwana pesa. Amen. Mtu yoyote anayelaumu atalaumiwa siku zote. Mtu yoyote anayehukumu atalaumiwa siku zote. Bwana pesa. Tunajua kabisa kwamba una sababu ya kutosha ya kulaumu wewe, lakini kwa sababu waliofanya sababu za kulaumiwa umewaachilia, basi na wewe hautolaumiwa. Amen. Twende mstari mwingine. Nimekupa uandike hapo. Mathayo 6:14. Karibu. Mathayo 6:14 na 15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Bwana asifiwe sana. Unataka leo ubadilishwe, lazima usamehewe. Unataka leo ubadilishwe, nisikize vizuri. Unataka leo kufanikiwa, lazima usamehewe. Na kama ni usamehewe, huwezi kusamehewa mpaka wewe usamehe. Nisikize vizuri. Kila anayeenda kwa Mungu kwanza ni asamehewe dhambi zake zote. As the Bible says, usamehewe dhambi zako zote na upone magonjwa yako yote. Lakini huwezi kusamehewa dhambi zako usipo samehe. Ninajua kuna watu walikosea sana, lakini ili wewe usamehewe na Mungu, wasamehe hao. Haijalishi dhambi zao ziko aina gani mbele zako. Samehe. Amen. Samehe. Amen. Haijalishi, najua wamekufanyia mabaya makubwa, wamekuchukiza, wamekuvunja moyo, wamekuaibisha, wamekukosesha amani, wameharibu nyumba yako, wamevunja ndoa yako, wamefanya kufutwa kazi, wamefanya umefilisika. Forgive them. Wasamehe. Unaishi maisha haya ya utotole kumea fulani, usamehe ili ufunguliwe. Amen. Usamehe. 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 Kama unaelewa nifanyie. Njia ya kumwona Mungu ni usamehe wewe ili ukasamehewe. Ukikosa kusamehe, hautosamehewa. Umejifungia mwenyewe. Ile nyumba yangu ina mlango wa chuma ya ofisi, niingie ndani, nifunge na ile chuma ya chini, kisha nianze kupiga nuru. Nifunge wapi? Na chini. Kila watakuja kigonga mlango, lakini funga na ndani hatafungua. Nifungulieni. Na mimi nifunga ndani, nifungulieni. Itakuwaje? Mtafunguaje? Na mlango ni wa chuma na nimejifungia na chini mahali mkono hawezi fika. So lazima nijifungulie mimi mwenyewe. Kusema nimesamehe ni kujifungulia ili neema inijie. Na kusema sitasamehe kabisa ni kusema Mungu ishie milele, usinisamehe dhambi zangu. Mungu wenzako sana za juu. Bwana asifiwe sana. Amen. Waefeso 4:22. 32 sote. Waefeso 4:32. Tunaenda kwa mchanga lakini bado. Wewe mchanga tungojee. Tengeneze pale. Tungojee tafadhali. Tungojee. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Tena iweni wafadhili
ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Somee tena. Tena wenye wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Ninajua amekukwaza sana. Najua amekukwaza. Nani? Yule? Nani? Nani? Huyu hapa. Nani? Huyu hapa. Yule bana. Amekukwaza. Lakini ndio utasemaje? Soma. Tena wenye wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Bwana pesa. Mwangalie mwenzako. Mwambie mpendwa. Na kusamehe kwa jina la Yesu. Ongea na tafadhali, ongea na tafuta mtu akwambia. Baba, ambie mama. Ambie usikie. Nakusamehe kwa jina la Yesu. Bwana pesa. Unajua watu wengine hawana mistari. Wanaume wengine hawana mistari. Akikaa na mwanamke sasa kumwambia neno, maji yakauka yote sana. Hata kuongea ulimi hauyo. Bwana pesa. Anataka aongee, dada, nimekusamehe. Nimekutakia kitu cha kuongea, maji yanakauka, ulimi unaganda. Mwambie maneno. Nimekusamehe kabisa. Vyote ulivyokosa nimekusamehe. Najua si yeye. Najua, lakini unapoongea naye, weka yule ambaye mlikosana, weka hapa. Weka hapa. Huyo hapa ni, lakini umeweka mtu mwingine hapa. So wewe nimekusamehe kabisa. Najua hata hapo nyumbani kwenu mmekaa, kuna wengine hamuongeleshani. Nisikize vizuri. Sema leo nimekusamehe kabisa. Sasa nitakusalimia. Kwa jina la Yesu. Twende tu. Bwana asifiwe sana. Luka 6:7. Tumesoma tayari. Haya. Mathayo 19:21-22. Mathayo 18. Mathayo 18. Nimekwambia uandike 18 Mathayo 18. 22-21. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikosea mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7. Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Soma tena. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikosea mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70 kwa siku. Bado musamehe. Wokovu ni kusamehe. Tunaenda kwa Mungu kwa njia ya msamaha. Anatufundisha sisi tusameheane ili yeye atusamehe. Ataachilia watu wakukwaze wewe, halafu akupime. Je, utasamehe ili usamehewe? Ataruhusu watu wakukwaze, ataunda watu wakukwaze. Bwana asifiwe sana. Ataunda watu wakuvunje moyo, wakupige mateke huo moyo. Bwana asifiwe sana. Huo moyo wakupige mateke, ili usikie uchungu. Si unanisikia, pige tena. Lakini si unaniona, kugonge tena.
moyo wangu waumia. Unajua kimba kama unaongea kweli. Moyo wangu waumia. Moyo wangu waumia. Na huyo unamwambia ndiye anayeruhusu watu waje wakuumize, akupime imani. Unataka uende to another level of life, lazima upate mtihani. Hii mtihani umepewa, ukomwae ushindwe, upite mtihani uende katika cha maisha. Kila mtoto anayefuzu kwenda darasa lingine ni mtihani amefanya. Ametumwa huyu akukwaze ili uonekane unaweza kushinda hii mtihani au huwezi. Mwambie na ushinda. Maana naachilia msamaha. Sikumsamehe kabisa. Sikumsamehe kabisa. Ongea nami. Sikumsamehe kabisa. Sikutaka kumsamehe. Kwa vile alivyonifanya. Kwa vile anavyonibeba. Kwa vile anavyonichukulia. Sikutaka kumsamehe. Lakini kwa ajili yako Bwana. Namsamehe. Achilia moyo wako. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu Magdalena ni mwanamke hakuwa ameolewa. Mariamu Magdalena ndiye Mariamu aliyekuwa na wenzake wakifanya kumsaidia Yesu kwa injili yake, yeye na kina Suzana, bibi wa Kuza na wengine. But Mariamu hakuwa na mume, alikuwa